ambalo wanatakiwa kulitambua, hii ndio msalaba wa kwanza wa Waafrika. Msalaba huu unawakilisha sheria, kanuni, mila, desturi za Mwafrika. Lakini huu pia juu na chini, wengi mitazamo yao imekuwa tofauti sana, kwamba mkiona hii ni wale wanachama wanachama hao ni wale ambao wanapinga mambo mema. Huu maana yake tushikane. Aliyovaa shamshia wangu Mr. Nice, maana yake tushikane, mimi na wewe tuwe kitu kimoja. Lakini msalaba huu unasema tuinue kutoka chini kwenda juu. Sasa Waafrika wengi wamesahau historia, lakini pia wamesahau tamaduni na mila, na ndio maana Waafrika hawana identity ama hatuna identity, uwakilisho. Tukiwaambia sisi wana masonia ndio wawakilishi wa imani za kale, wana Afro-Masonia, mtaanza kudefine. Hailiandikwa. Walioandika ni kina nani? Walioandika walikuwa ni watu tu. Iliandikwa kwa maana aliyeandika, kama ni Luka aliandika, Yusufu aliandika, wale walikuwa ni watu tu. Hata sisi tuna uwezo wa kuandika. Waafrika bado hatuna ile nafasi yetu ya mila na tamaduni zetu. Bado tunaona vyote vinafanyika bila sababu ya msingi na ni upuuzi mtupu. Na ndio maana kila unachokifanya umejitenga na nguvu yako. Kwa maana ungekuwa na nguvu yako leo hii ungekuwa tajiri, ungekuwa na mafanikio, ungekuwa mtu mwenye nafasi kubwa. Kwa nini unaomba na maombi hayo? Hatujasema usiombe. Tunachokitaka ni wewe kuamka. Nikuulize, sherehe yako wewe ni nini? Wachina wana sherehe kwa mwaka mara moja. Na hata hizi sherehe nyingine za Pasaka na vitu za hao watu, wewe sherehe yako nini? Sherehe yako Muafrika unasherehekea nini? Kwa sababu ukisherehekea uzao wa mababu zako, ancestors, unaambiwa ni mchawi, ndio bwana Mr. Nice. Utaambiwa wewe ni mlozi, utaambiwa wewe bwana unaabudu mizimu. Lakini watu waliokufa sio mizimu. Sherehe yako ni nini? Sasa leo niko na shamshia wangu ataeleza mambo machache tu ili tukuunganishe kwenye majukumu yetu. Nadhani ni vizuri sisi tukaishi katika imani, na tunaposema Afro-Masonia iko na mambo mengi na kwa ajili ya Afrika. Watu wengi wanajaribu kuiweka na kupaka uchafu mambo ambayo huenda ni mema zaidi. Tunapoambiwa kuna agano la kale na agano jipya, just the modern things kutoka zamani kuja sasa. Hatubishani na mtu yoyote, kwa sababu unajua kila taasisi inakwenda kwa mipango yake na kila taasisi moja inaheshimu taasisi nyingine. Tunaposemea kemea pepo, tunakemea pepo kwa sababu wote tuko katika imani ya ushindi. Hatuko katika imani ya kushindwa. Hakuna venye utaambia mtu wewe ulale njaa, yeye alale maisha mema, na useme eti lazima utasema kemea. Hiyo ndio pepo, kwamba kwa nini wewe unakaa kwenye njaa mwingine ananeemeka. Ni vitu ambavyo Afro-Masonia tunajaribu kuelewesha watu ili tuishi katika neema ya mafanikio wote at the same time. Kama alivyosema Grandmaster, watu wengi wanaongea uongo, watu wanafanya hivi, watu wanapakana matope. Utakuta Islam wanapaka matope Kristo, Kristo wanapaka matope Islam, wale wapagani wanapaka matope dini. Lakini ujue hata wapagani ni dini pia. Mganga naye anapaka matope vitu vingine. But at the end of the day, tufanye kwamba tuwe kila mtu aishi na imani yake. Na kama unaona imani ya mwingine ni mbaya, mwacha kae nayo na wewe kaa na yako. Sisi hatuombi, lakini sisi tunapokea. Ukihitaji kuja njoo, tutakuwa pamoja, na usitoke katika imani yako. Lakini sisi ni kusaidia na kufanya kila kitu kiende sawa. Mimi naongea, nadhani nilie maarufu zaidi ya vile unavyodhani, na nimebarikiwa kwa hilo, na niko hapa mpaka sasa hivi naongea bila woga. Sio kwamba nimelazimishwa, naongea mimi kwa sababu na uwezo wa kuongea hivyo, na nimebarikiwa kuongea hivyo nikiwa na akili timamu. Si mwaka huu, si mwaka jana, si mwaka juzi, si miaka 20 iliyopita. Mimi niko kitambo na niko upgrade. When time is coming, unafika mahali unasema sasa wacha niwaelimishe na niwasaidie na wengine. Lakini kama unaona maybe
There are some guys they think this is just a common style, but not for us. Sisi hatuko huko. Watu wengi wanatapeliwa, watu wengi wanafanywa hapa na pale, lakini mimi kupitia mimi ni mtu unanijua. How can I call you? Mimi siwezi kukoma. Na iwe hivyo. Na iwe hivyo. Na iwe hivyo. Thank you.